Chama cha Walimu Tanzania, kwa mgeni rasmi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mkutano mkuu wa 7 wa Chama cha Walimu Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi na mgombea mwenza wa nafasi ya Makamu wa Rais. Waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wazee wetu John Malesela na Mizengo Peter Kayanza Pinda. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu. Mheshimiwa Profesa Adolf Faustini Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Mohamed Mchengelwa, Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa George Simbachawene, Waziri wa Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri wengine mliopo hapa. Waheshimiwa makatibu wakuu wa wizara mbalimbali mliopo hapa. Mheshimiwa Valence Wambali, msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri. Comrade Tumaini Nyamuhokya, Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania TUCTA. Comrade Heri Mkunda, Katibu Mkuu wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania. Waheshimiwa wabunge mliopo hapa. Mheshimiwa Rosemary Senyamle, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma na wakuu wa mikoa wengine mliopo hapa. Comrade Lea Ulaya, Rais wa Chama cha Walimu Tanzania. Comrade Suleimani Komba, Makamu wa Rais wa Chama cha Walimu Tanzania. Comrade Nation Amos Kidudu, Kaimu Mweka Hazina wa Chama cha Walimu Tanzania. Waheshimiwa viongozi wengine wa vyama vya wafanyakazi ndani na nje ya nchi mliopo hapa. Waheshimiwa viongozi wa mashirika na taasisi mbalimbali za elimu. Waheshimiwa watendaji wakuu wa MCB, WCF, PSSCF, NSSF, NHIF. Waheshimiwa viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo hapa. Waheshimiwa viongozi na maafisa wa serikali mliopo hapa. Waheshimiwa viongozi wa dini, wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Walimu Tanzania, ndugu walimu, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mshikamano. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote tunapenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa wazima wa afya. Kipekee kabisa tunapenda kukushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa kukubali ombi letu la kuwa mgeni rasmi katika mkutano wetu mkuu wa 7 wa uchaguzi. Pia tunapenda kuwashukuru wageni wetu walikwa kwa kukubali mwaliko wetu na kwa kuhudhuria kwenu kwa wingi katika mkutano huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa ni mara yako ya kwanza kupata fursa ya kuzungumza na umma wa walimu wa Tanzania kupitia mkutano mkuu wa Chama cha Walimu Tanzania, sisi walimu tunakupongeza sana kwa kuaminiwa na kuteuliwa na chama chako kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na mchapakazi hodari Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ni mgombea mwenza. Sisi walimu tuna imani kubwa sana na wewe kwa muda ambao umekuwa madarakani. Walimu tumeshuhudia mambo makubwa na mazuri yaliyofanyika kutokana na utendaji wako uliotukuka na uliojaa umahiri, upendo na huruma za mama. Na tuna imani kuwa utaendelea kuboresha huduma mbalimbali na maslahi ya walimu na watumishi wengine. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Chama cha Walimu Tanzania kilisajiliwa kwa mara ya kwanza tarehe 1 Novemba 1993 chini ya sheria ya The Trade Union Ordinance 1956 na kilipewa usajili namba TU 002. Chama hiki kinajumuisha walimu wa shule za awali na msingi, sekondari, vyuo vya ualimu, vyuo vya maendeleo ya wananchi, wadhibiti ubora wa shule na maafisa waliopo kwenye idara za elimu. Madhumuni makuu ya kuanzishwa kwa CWT yamejikita katika maeneo makuu matatu. 1. Kuendeleza na kulinda hadhi ya kazi ya ualimu. 2. Kusimamia, kutetea na kulinda haki na maslahi ya walimu. 3. Kusimamia maendeleo ya elimu na taaluma ya ualimu. Kwa mujibu wa Katiba ya Chama cha Walimu Tanzania toleo la 6 la mwaka 2014 na kanuni za chama za mwaka 2015, mkutano mkuu wa uchaguzi hufanyika kila baada ya miaka 5. Pamoja na ajenda ya uchaguzi, mkutano huu una jukumu la kujadili taarifa ya utekelezaji wa shughuli za chama kwa kipindi cha miaka 5. Wajumbe wa mkutano huu ni 1117 kutoka mikoa yote na wilaya zote za Tanzania bara, ambapo kuna wenye viti wa mikoa 26, wenye viti wa wilaya 154, makatibu wa mikoa 26, makatibu wa wilaya 154, waweka hazina wa mikoa 26, waweka hazina wa wilaya 154, wawakilishi wa walimu wanawake mikoa 26, wawakilishi wa walimu wanawake wilaya 154, wawakilishi wa walimu wenye ulemavu mikoa 26, wawakilishi wa walimu wenye ulemavu wilaya 154, wawakilishi wa walimu vijana mikoa 26, wawakilishi wa walimu vijana wilaya 154, wajumbe wa kamati ya utendaji ya taifa 34 na wadhamini 3. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi walimu kupitia chama chetu pendwa CWT tunakushukuru sana wewe pamoja na serikali yako ya awamu ya 6 kwa kuendelea kutatua changamoto zinazotukabili sisi walimu wa Tanzania. Aidha, tunakushukuru sana kwa kuruhusu watendaji wa wizara na taasisi mbalimbali zinazomhudumia mwalimu kushiriki katika zoezi la Samia Teachers Mobile Clinic lililolenga kutatua changamoto za kiutumishi zinazowakabili walimu. Mpaka sasa mikoa yote 26 na halmashauri zote za Tanzania bara zimeshafikiwa na walimu 48,247 ambao ni baadhi ya walimu wenye changamoto za kiutumishi wamehudumiwa. Kero zilizotatuliwa katika zoezi hili ni pamoja na malimbikizo ya mishahara ya muda mrefu, ambapo baadhi ya walimu wanadai madeni hayo tangu mwaka 2012 walipopandishwa vyeo. Msawazo na mserereko wa vyeo kwa walimu wenye sifa za kupanda vyeo lakini hawakupandishwa na waajiri wao kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kusahaulika kwenye ikama na bajeti ya mishahara, kutoingizwa kwenye bajeti baada ya kubadilishiwa muundo kwa walimu waliojiendeleza, yani recategorization, madai ya uhamisho, wakuu wa idara za utumishi kuchelewesha kushughulikia makato ya mikopo kwenye mfumo wa iwatumishi. Chama cha Walimu Tanzania kinatoa wito kwa maafisa utumishi waliopo kwenye halmashauri zetu kote nchini kuhakikisha kuwa wanatimiza wajibu wao na kutatua kero za walimu kwa wakati badala ya kusubiri zoezi kama hili ambalo linagharimu muda na fedha nyingi. Zoezi hili la Samia Teachers Mobile Clinic lilijumuisha watumishi kutoka Wizara ya Elimu, Utumishi, Fedha na TAMISEMI. Hivyo kudhihirisha kilio chetu cha muda mrefu cha kuwa na mwajiri mmoja anayemhudumia mwalimu. Kwa unyenyekevu mkubwa sana tunakuomba Mheshimiwa Rais kutusaidia walimu kupata mwajiri mmoja, mwajiri ambaye atatuhudumia ili kuondoa mlolongo mkubwa wa wizara na taasisi zinazomhudumia mwalimu na kusababisha usumbufu wa hali ya juu tunapofuatilia utatuzi wa changamoto zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza serikali yako kwa kuendelea kulipa stahiki mbalimbali za walimu, ambapo walimu tumenufaika kwa kupandishwa vyeo, ulipwaji wa malimbikizo ya mishahara na madeni yasiyo ya mishahara. Kwa namna ya pekee kabisa tunapenda kukushukuru wewe binafsi kwa kuridhia ombi la wafanyakazi nchini na kupandisha mshahara wa kima cha chini
kutoka shilingi 370,000 mpaka shilingi 500,000. Sisi wafanyakazi tunakushukuru sana. Sisi walimu tunatumaini kuwa nyongeza hii itatekelezwa kwa kuzingatia kauli yako ulioitoa wakati unazindua sera ya elimu mwezi Februari mwaka 2025 kuwa serikali yako itaangalia upya maslahi ya walimu ili yaweze kuboreshwa na kuendana na hali halisi ya maisha. Nyongeza hii ya mshahara imesadifu kauli mbiu yako kuelekea uchaguzi mkuu isemayo kazi na utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kauli mbiu hii ambayo inaambatana na marekebisho ya mshahara na kuondoa uwepo wa tatizo la madeni na malimbikizo ya mshahara kama ulivyokuwa awali, pamoja na kazi nzuri iliyofanywa na serikali ya upandishaji vyeo walimu na ulipaji wa madeni ya malimbikizo ya mishahara na yasiyo ya mishahara, tunaiomba serikali kuongeza kasi ya kulipa madeni haya yaliyolimbikizwa kipindi cha nyuma ili kuendana na mfumo mpya wa sasa HCMIS usiotengeneza madeni. Athari za madeni haya zimeonekana kwa baadhi ya walimu ambao wamefikia umri wa kustaafu na wengine tayari wamestaafu kabla ya kulipwa madeni hayo, kwa kuwa vigumu kuendelea kuidai serikali wakiwa nje ya mfumo wa utumishi. Hata hivyo, CWT inashauri kuwa serikali iweke utaratibu ulio wazi wa kuwawezesha walimu waliostaafu wakiwa na madeni kuweza kuwasilisha madeni yao kwenye mfumo bila usumbufu wowote. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chama cha Walimu Tanzania kinaipongeza serikali kwa kuona haja ya kuupitia upya mtaala wa elimu na hatimaye kuwa na mtaala mpya wa elimu wa mwaka 2014 toleo la 2023 kwa lengo la kuboresha elimu inayotolewa. Hata hivyo, tunashauri serikali kuhakikisha kuwa walimu wa masomo yote wanapatiwa mafunzo kwa lengo la kurahisisha ufundishaji na ujifunzaji ili kuendana na mabadiliko haya ya mitaala, na hasa kwa kuzingatia kuwa mwalimu ndiye kiini cha utoaji elimu. Aidha, serikali pia ihakikisha vitabu vinavyoendana na mtaala huu vinapatikana ili kurahisisha mchakato mzima wa utoaji elimu kwa matokeo chanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chama cha Walimu Tanzania tunaishukuru serikali unayoiongoza kwa kuendelea kutoa ajira kwa walimu kwa lengo la kupunguza uhaba wa walimu katika shule zetu. Tunaiomba serikali yako iendelee kutoa ajira hizi kwa walimu, kwani bado mahitaji ni makubwa sana, hasa kwa shule za pembezoni. Upungufu wa walimu umesababisha kuwa na mzigo mkubwa wa kazi kwa baadhi ya walimu na kudumaza ubora wa elimu itolewayo. Hivyo, ili kuondokana na kadhia hii, ni vema idadi ya walimu ikaongezwa kwa lengo la kumpunguzia mzigo mwalimu na kumpa nafasi ya kuifanya kazi yake kwa weledi, huku tukizingatia kuwa kuna kundi kubwa la walimu waliohitimu na bado hawana ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya watumishi wa Tanzania hususan walimu wote, tunaipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kusikiliza kilio cha wafanyakazi juu ya swala la kikokotoo cha mafao ya kustaafu na kuridhia kuboresha kikokotoo kutoka 33% hadi 40%. Chama cha Walimu Tanzania kinaiomba serikali yako iendelee kufanya maboresho zaidi ili kuleta ustawi wa walimu wetu wastaafu ambao wameitumikia nchi yao kwa uaminifu mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chama cha Walimu Tanzania ni chama cha wafanyakazi ambacho msingi wake mkubwa ni kutetea haki na maslahi ya mwanachama wake. Lakini kama mdau wa elimu, chama kimeendelea kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali wa elimu katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kielimu. Kwa kushirikiana na shirika la Helvetas, tunaendesha mradi wa kuboresha ufundishaji katika masomo ya hisabati na sayansi, na hasa kwa kuzingatia maboresho ya mtaala wa elimu unaohitaji mwanafunzi kupata umahiri wa vitendo zaidi kuliko nadharia. Kwa kutambua hali halisi ya mmomonyoko wa maadili katika jamii, tumeongeza eneo la stadi za maisha ili kuwajengea uwezo walimu na wanafunzi kujitambua, kujitathmini na kuwajali wengine. Mpaka sasa mikoa 13 imeshafikiwa na mradi huu.
Kwa kushirikiana na shirika la Kamara, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na TAMISEMI, tunaendesha mradi wa mafunzo ya kuwajengea walimu uwezo katika TEHAMA ili kurahisisha utendaji kazi katika eneo hilo. Mikoa 15 na shule 75 zitanufaika na mradi huu kwa kupatiwa vifaa vya TEHAMA. Aidha, kwa kushirikiana na shirika la Friedrich Ebert Stiftung FACE, tunaendesha mradi wa kuangalia changamoto zinazotokana na ubinafsishaji wa elimu nchini na kutoa mapendekezo kwa serikali juu ya namna bora ya kutatua changamoto hizo. Uwepo wa miradi hii unadhihirisha kuwa Chama cha Walimu Tanzania ni mshirika muhimu katika jitihada za kuboresha elimu nchini, na tunaonesha njia kwa vitendo, lakini pia tunatekeleza moja ya madhumuni ya CWT kwa kumwendeleza mwalimu kitaaluma na kitaalamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi ya walimu ni endelevu na inafanyika kwa masaa mengi zaidi. Kutokana na uhalisia wa kazi ya walimu, mwalimu hulazimika kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi ya masaa 8 ya kisheria. Kazi ya walimu inamtaka mwalimu afundishe, asahihishe kazi za mwanafunzi na kisha afanye maandalizi ya vipindi vya siku inayofuata. Kwa kuzingatia uzito huu wa kazi, Chama cha Walimu Tanzania tumeendelea kuiomba serikali kurudisha posho ya kufundishia, yani teaching allowance. Posho hii ambao inaweza kwa kiasi fulani kufidia muda wa ziada ambao mwalimu anautumia kufanya maandalizi. Ombi hili limekuwa likitolewa kwa serikali kwa muda mrefu sasa, na tunafikiri kuwa sasa ni muda mwafaka kwa serikali yetu sikivu ya awamu ya 6 inayoongozwa na wewe mama yetu mpendwa kulipatia ufumbuzi jambo hili na kurejesha tena posho ya kufundishia kwa walimu ili kuongeza morali na ufanisi wa utendaji kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa ushirikiano mkubwa tunaopata kutoka ofisi mbalimbali za serikali, na tunaomba ushirikiano huu uendelee ili kutatua changamoto zinazowakabili walimu. Chama cha Walimu Tanzania na walimu wote kwa ujumla tunakuhakikishia kuwa tutaendelea kutimiza majukumu yetu ya msingi katika kuendeleza elimu katika taifa letu kama kauli mbiu yetu inavyosema, wajibu na haki. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho tunapenda kutumia fursa hii kwa mara nyingine tena kukushukuru wewe binafsi na serikali yako ya awamu ya 6 kwa kushiriki nasi katika ufunguzi wa mkutano wetu. Walimu, tunakuahidi tutaendelea kukuunga mkono katika jitihada zako na serikali yako katika juhudi za kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Tunakutakia kila la heri na tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kukupa afya njema na umri mrefu wenye neema kwako na familia yako. Mshikamano. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana.